Hii hapa ni taarifa kutoka katika ukurasa wa Instagram wa Mwananchi ambapo kichwa cha habari kimeandikwa no reforms no election yashika mitandao, serikali yatoa neno. Hapo kuna picha ya John Heche, makamu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, pamoja na msemaji mkuu wa serikali. Sasa unaweza kusema kampeni maarufu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ya no reforms no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, sasa imechukua sura mpya baada ya kutawala katika mitandao ya kijamii maarufu hapa nchini. Katika mitandao ya kijamii, makundi mbalimbali yanahamasisha kupaza sauti za kampeni hiyo kwa kuchapisha ujumbe na kutoa maoni, yani comment ya no reforms no election pale ukurasa fulani unapokuwa umechapisha maudhui yake yoyote ile. Haijalishi ni ukurasa wa nani, iwe wa vyombo vya habari, kampuni, matangazo, sehemu kubwa ya maoni ni no reforms no election, na wengine wanafupisha na kuandika NRNE. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya viongozi wamelazimika kuzuia maoni katika akaunti zao, huku hamasa zikiendelea kwa kampeni hiyo kuhamia katika mitandao mingine ya kijamii kama TikTok na mengineyo. Maajabu ni kuwa kampeni hiyo kwa upande wa mtandaoni haisukumwi na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hata hivyo, huenda wafuasi na wapenzi wa chama hicho ndio vinara. No reforms no election imeenda mbali zaidi, kwani imemgusa hadi msanii wa Nigeria Chela Boy ambaye amekuja nchini hivi karibuni na kushangazwa na ukurasa wake kumiminika maoni yanayohusu kampeni hiyo no reforms no election. Kauli ya serikali alipoulizwa kuhusu wimbi hilo la maoni ya no reforms no election mitandaoni, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amejibu na nukuu, "Watu wameamua kufanya hivyo, tufanyeje?" Amesema watu wajiepushe na kampeni zisizokuwa na tija, watumie mitandao kama fursa ya kujifunza teknolojia mpya. Wanapaswa kutambua na kujua kutumia mitandao vibaya ni kupoteza rasilimali fedha kwa kuwa wanatumia bando. Amesema hivyo msemaji mkuu wa serikali. Lakini kimsingi issue kubwa ni hiyo, no reforms no election. Ndo ukitembelea kwenye mitandao ya kijamii, ukitembelea TikTok, ukiangalia kwenye Instagram, ukiposti tu kitu chochote, comment nyingi ni no reforms no election. Sasa hili jambo kimsingi limezidi kwenda mbali, na hapa kwenye ukurasa wa Instagram wa Mwananchi walipotoa hii taarifa, naona asilimia kubwa ya comment ni no reforms no election, na wengine wameenda mbali zaidi, wametengeneza lugha mbalimbali za no reforms no election. Unaona imeandikwa kwa Kiswahili, kwa Kiingereza, kwa Kifaransa, Kihispania, Kiarabu, Kirusi, Kichina. Zote hizo ni kuonyesha kwamba watu wako serious kiasi gani na kampeni hiyo ambayo inasumbua kwenye mitandao ya kijamii. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, tumechangamka.